Karibu. Leo tutajifunza jinsi ambavyo Bitcoin inafanya kazi. Kama tulivyojifunza kwenye video iliyopita, tuliona kwamba Bitcoin ilianzishwa mnamo mwaka 2009 na ilianzishwa na watu ambao hawajulikani au mtu asiyejulikana au pengine kampuni ambayo walijiita jina la bandia la Satoshi Nakamoto. Na mpaka tunavyozungumza, kama nilivyozungumza safari iliyopita, ni kwamba bado haijagundulika hasa kwamba ni nani alianzisha Bitcoin. Lakini kwa sababu tunaangalia jinsi Bitcoin inavyofanya kazi, tuangalie Bitcoin inafanyaje kazi. Bitcoin inafanya kazi katika mfumo unaojulikana kama blockchain. Kwa maana ya kwamba kila muamala wa Bitcoin unapotokea unawekwa kwenye block au kwenye fungu moja. Ni kama unavyoweza kuona mnyororo, labda mnyororo wa baiskeli kama unaofahamu, au mnyororo wa ule wa kuvutwa na jembe la kukokotwa na ng'ombe. Unaweza kuona kwamba ile minyororo ina mapingili pingili na kila kipingili kinajitegemea, lakini kimeunganishwa na kipingili kingine, lakini kila kipingili tunaweza kusema kimekamilika. Hali kadhalika na katika blockchain ni hivyo hivyo, kwamba kila block inakuwa imekamilika, lakini inahusiana na block nyingine inayofuata na zinarekodiwa kama nilivyosema kwenye ledger. Ni kama blockchain inakuwa kama ledger ya kurekodi ile miamala inayotokea kwenye mfumo wa Bitcoin. Na hizi zinaunganishwa basi katika kitu kinachoitwa blockchain, kwa maana kwamba baada ya moja ni nyingine zinafuata hivyo kwa mfumo maalum wa kisayansi. Lakini Bitcoin inapatikanaje? Bitcoin inapatikana katika mfumo wa kuchimba unaojulikana kama Bitcoin mining. Na mining inayozungumziwa hapa ni mining inayotokana na mfumo wa kompyuta nyingi ambazo zinatatua, ningeweza kusema, matatizo fulani kwa kutumia mfumo wa cryptograph. Na baada ya hapo inakuwa imepatikana block moja. Ikishapatikana inafungwa, na uwezi, kama nilivyosema, kwamba uwezi kufuta, uwezi kugushi, wala uwezi kubadilisha. Na wale wanaochimba Bitcoin wanaitwa Bitcoin miners, ambao ni watu wanatumia kompyuta zao, na kompyuta za kuchimba Bitcoin zina nguvu sana, zinakula umeme mwingi, ni gharama sana. Lakini kuna watu wanachimba kwa sababu wanajua kwamba baadaye watapewa bakshishi au zawadi kwa kuchimba block moja, ambayo block moja inakuwa kama ya Bitcoin. Block moja ya Bitcoin inakuwa na kama Bitcoin 450 hivi. Kwa hiyo wakishachimba basi wanapewa na wao zawadi kwa kufanya ile kazi. Na pia kazi ya zile kompyuta ni kuhakikisha uhalali wa ile miamala, na ziko kompyuta mbalimbali hapa duniani ambazo zinahakikisha hiyo miamala, kwamba block iliyopita je, inaoana na hii. Kama kompyuta moja ikikataa, basi inaonekana kwamba hiyo block sio halali, itakuwa inakataliwa au rejected. Kwa hiyo lazima Bitcoin block yake iwe halali ndio iweze kupokelewa kwenye ule mfumo wa Bitcoin na blockchain. Na kama nilivyosema habari za Bitcoin kwamba hakuna benki inayohusika kwenye kuchimba Bitcoin. Hivyo ina maana kwamba hakuna mtukati, hakuna dalali hapo katikati. Hivyo tofauti kabisa na kama ukitaka kununua hizi fedha za benki. Kwa mfano, ukitaka kununua dola, ukitaka kununua shilingi ya Tanzania na zingine, unapitia kwa mtu anaitwa broker, na yule broker lazima anaweka cha juu chake. Kwa hiyo unakuta kwamba unalipa gharama kubwa. Ni tofauti na kwenye Bitcoin.
mimi nikitaka kukupa Bitcoin, basi nakupa moja kwa moja kutoka kwenye wallet yangu napeleka kwenye wallet yako. Kwa hiyo inakuwa ina gharama ndogo sana. Siwezi kusema kwamba hamna gharama, lakini ni gharama ndogo sana ukilinganisha na gharama za miamala ya fedha za kawaida. Kwa hiyo huu mfumo wa cryptography ndio unaohakikisha kwamba cryptocurrency ikiwemo Bitcoin zinafanya kazi vizuri kwa mfumo uliowekwa huo wa blockchain. Watu wengine wanasema kama blockchain ni kama ni barabara, yani ambako Bitcoin na cryptocurrency zingine zinapita. Na labda niseme tu kwa kifupi kwamba kwenye video inayokuja nitakuonyesha hatua kwa hatua ni namna gani ambavyo unaweza kununua Bitcoin hapa Tanzania, wewe mtu wa kawaida kabisa. Na kwenye hiyo video basi nitaonyesha hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kununua Bitcoin. Kama utakumbuka kwenye video iliyopita nilizungumza habari ya maduka ya mtandao, ambao haya maduka ya mtandao yanakuwa kama ndio exchange za huku mtandaoni, na nitatumia exchange mfano kwenye exchange moja maarufu sana inaitwa Binance kuonyesha jinsi ya kununua hizo Bitcoin. Nashukuru sana kwa kunisikiliza na usikose tena kufuatilia video ijayo. Like hii video, subscribe kwenye channel, kama una swali uliza, na kama kuna jambo ungetaka kujifunza basi karibu ueleze hapo kwenye comment hapo chini na uweze kusema, na mimi nitaandaa hiyo video kwa ajili ya jambo unalotaka kujifunza, na pia nitajibu maswali yenu kulingana na jinsi ambavyo mmetaka kujua. Asanteni sana.